Sasa Masadukayo wanatengeneza swali ambalo wanataka wammalize Yesu na wamalize Mafarisayo. Ndipo wanapotoa hadithi hii isiyo ya kawaida ya mwanamke aliyeolewa na ndugu 7, na katika hawa 7 hakuna hata mmoja ambaye alibahatika kupata naye mtoto. Ilikuwa ni tamaduni za wakati huo kwamba mume akifa na mama mke wake hana mtoto, basi ndugu zake wahakikisha jina la ndugu yao linabaki kwa kumzalia ndugu yao mtoto. Kibiolojia atakuwa mtoto wake, hatakuwa mtoto wa yule aliyekufa, lakini kijamii ni mtoto wake. Hata katika tamaduni zetu za Kiafrika yapo makabila ambayo yako hivyo. Kibiolojia sio mtoto wa fulani, lakini kijamii na kimila na kinini ni wa kwake. Basi sasa anapoweka swali hili mbele ya Yesu kwamba wote wamekufa na hawajazaa, huko mbinguni kwenye ufufuo huko, huyu mke anakuwa nani? Wao wanafikiri mbingu ni kuyahamisha ya duniani. Wao hawajui maana ya ufufuko. Ni kweli siku nitakapofufuliwa ni mwili huu nilionao ndio utakaofufuliwa, lakini utakuwa mwili wa ufufuko, mwili wa utukufu. Mwili kama ule wa Yesu ambao baada ya kufufuka aliingia ndani, milango na madirisha vikiwa vimefungwa, akasimama katikati. Yaani hakutembea kutoka sijui wapi kufika pale mitume walipokuwa wamekusanyika. Alitokea. Waliona tu mtu huyu amesimama. Miili ya utukufu ndio miili ya ufufuko. Na Yesu anawaambia Masadukayo, kuoa na kuolewa ni mambo ya hapa duniani. Hapa duniani ni hulka kwamba ninataka wa kuendana naye, wa kumpenda, wa kukamilishana naye. Na pengine tarajio kuu pia likiwa ni baraka ya watoto, kutii amri ya Bwana, kujaza ulimwengu. Lakini huko mbinguni mnaenda kuoa na kuolewa kusudi iweje? Mbinguni hamna mahitaji ya kimwili. Kuoa na kuolewa ni hapa duniani. Yesu anasema huko tunakokwenda tutakuwa kama malaika. Familia yetu itakuwa imeunganishwa na Mungu mwenyewe tutakavyokuwa tumemwona. Uhusiano wetu na Mungu utakuwa unatosha. Hatutahitaji tena uhusiano wa mume na mke, uhusiano wa kaka na dada, uhusiano wa mjomba na shangazi. Mungu mwenyewe ndiye atakuwa point yetu ya uhusiano na tutakuwa tumekamilika kwa kumwona jinsi alivyo. Kwa hiyo Yesu anasambaratisha swali lao kwa kuwafafanulia maana hasa ya ufufuko. Na kwa swali hili la Masadukayo, na sisi pia tunafaidika kujua mbingu ni ya namna gani. Hatuwezi kuijua mbingu tukiwa hapa duniani tukaimaliza, tukaelewa kila kitu, kwa sababu ni imani. Na tunavyoelewa maandiko matakatifu yanatufunulia kile ambacho ni cha lazima kwa ajili ya wokovu wetu. Yapo mambo mengi hatuwezi kuelewa, lakini siku tutakapomwona Mungu tutayaelewa.